Polisi aliyejifanya ombaomba na kumnasa mhalifu sugu. Juma alikuwa mmoja wa maafisa polisi waliokuwa wanajulikana kwa akili nyingi, uvumilivu na uwezo wa kufanya kazi kwa siri. Katika jiji moja lililokuwa na shughuli nyingi za biashara, kulitokea na matukio ya wizi kwa kutumia ujanja yaliyowasumbua wananchi kwa miezi kadhaa. Wafanyabiashara walikuwa wakipoteza fedha zao, simu za gharama na hata nyaraka muhimu. Cha kushangaza zaidi ni kwamba hakuna aliyewahi kumwona mhalifu huyo kwa sura ya wazi. Kila alipotenda uhalifu wake, alikuwa anatoweka kana kwamba amemezwa na ardhi. Polisi walijaribu kufanya kila njia kumkamata, lakini hawakufanikiwa. Kamera za ulinzi zilionyesha mtu aliyekuwa akibadilisha mavazi yake mara kwa mara. Wakati mwingine alikuwa fundi wa umeme, mara muuza matunda, mara dereva bodaboda. Siku moja kamanda wa polisi aliitisha kikao maalum. Tumeshindwa kwa miezi mingi, tunahitaji mbinu mpya, alisema. Ndipo Juma akasimama na kusema, nipe wiki 2 tu, nitajaribu njia tofauti kabisa. Kamanda alimkubalia Juma. Kesho yake watu walikuwa wakipita katika miji, walimuona ombaomba mmoja aliyekuwa amekaa pembezoni mwa barabara. Alikuwa amevaa nguo zilizochakaa, alikuwa na bakuli mkononi na ndevu nyingi usoni. Hakuna aliyejua kwamba huyo alikuwa polisi Juma. Asubuhi hadi jioni alikuwa akikaa maeneo mbalimbali akiomba msaada. Watu walimpa sarafu na chakula, huku wengine wakimpita bila hata kumwangalia. Lakini Juma alikuwa anafanya jambo moja muhimu sana. Alikuwa akichunguza watu wanaoingia na kutoka. Baada ya siku chache alianza kugundua jambo la ajabu. Kulikuwa na mwanaume mmoja aliyekuwa akionekana mara kwa mara karibu na maeneo yote yaliyotokea wizi. Alikuwa ni mtu wa kawaida sana kiasi kwamba hakuna ambaye angemtilia shaka. Siku moja alikuwa akiuza miwani. Kesho yake alibeba gunia la mchele. Baada ya siku 2 alionekana akiwa dereva wa bajaji. Juma alianza kumfuatilia mienendo yake kwa siri. Hatimaye aligundua kuwa mtu huyo alikuwa Musa, lakini bado hakuwa na ushahidi wa kutosha wa kumkamata. Siku moja Juma alikuwa amekaa kama ombaomba karibu na benki moja. Alimwona Musa akizungumza kwa simu huku akitizama watu waliokuwa wanatoka na fedha zao. Dakika chache baadaye, mfanyabiashara mmoja alitoka benki akiwa na bahasha kubwa mkononi. Musa akaanza kumfuata kwa umbali. Juma naye akaanza kumfuatilia kimya kimya. Walipofika sehemu yenye watu wachache, Musa alimgonga mfanyabiashara huyo kwa makusudi. Bahasha ikaanguka chini. Musa akajifanya kumsaidia kuokota. Ndani ya sekunde chache alikuwa tayari ameiba sehemu ya fedha zilizokuwa ndani ya bahasha na kuzipitisha kwa mwenzake aliyekuwa karibu. Mfanyabiashara huyo hakugundua chochote, lakini safari hii kila kitu kilikuwa kimeonekana wazi. Juma alipiga picha kwa kamera ndogo aliyokuwa ameificha kwenye nguo zake. Polisi walipopata ushahidi huo, waliamua kuendelea kumchunguza ili kubaini mtandao mzima. Baada ya wiki moja, waligundua kuwa Musa hakuwa peke yake. Alikuwa na kundi la watu 6 waliokuwa wakifanya kazi pamoja. Walikuwa wakibadilisha mavazi kila siku ili wasitambulike na jamii. Usiku mmoja polisi walifanya operation maalum, lakini kabla hawajavamia maficho yao, Juma aliamua kwenda eneo hilo akiwa bado katika mavazi ya ombaomba. Alifika karibu na jengo waliokuwa wanajificha au 6. Akiwa amekaa nje, aliwasikia wakijisifu kuhusu pesa walizoziiba. Mmoja wao alisema, hakuna polisi nchini anayeweza kunishika mimi. Wote wakacheka. Walichokuwa hawajui ni kwamba polisi aliyekuwa akiwatafuta alikuwa amekaa mita chache kutoka walipo. Dakika 20 baadaye, magari ya polisi yaliwazingira na jengo lote likawa chini ya ulinzi.
Mikono juu, sauti ilisikika. Wahalifu walishangaa, nani kawauza? Musa alipokamatwa, macho yake yakatua kwa yule ombaomba aliyekuwa amekaa nje kwa siku nyingi. Ghafla alimuona akivua kofia, ndevu za bandia na koti chakavu sana. Ndipo akamtambua na akatambua ukweli. Misheni ilikuwa inafuatiliwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Musa akajisemea, huyu ni polisi. Alipiga kelele nyingi, lakini ilikuwa ni too late. Wahalifu wote walikamatwa na kupelekwa kituoni. Siku chache baadaye, mahakamani ushahidi wote uliwasilishwa. Picha za video na rekodi mbalimbali zilizoonyesha jinsi matukio ya wahalifu waliokuwa wakiyafanya. Waliona aibu, walipatikana na hatia na kuhukumiwa kwa mujibu wa sheria. Wananchi waliposikia jinsi polisi alivyotumia mbinu ya kujifanya ombaomba, walishangazwa sana. Wengi walikuwa wanampita kila siku bila kujua kwamba alikuwa afisa aliyekuwa kwenye operation kubwa ya siri. Kamanda wa polisi alimpongeza Juma mbele ya maofisa wote. Umeonyesha kwamba wakati mwingine akili na uvumilivu vinaweza kushinda nguvu, alisema. Na tangu siku hiyo, simulizi ya polisi aliyejifanya ombaomba ili kumkamata mhalifu sugu ilibaki kuwa hadithi ya maelfu ya watu ndani ya mji. Ilikuwa ikisimuliwa kama mfano wa ujasiri, busara na uvumilivu, na umuhimu wa kutokudharau mtu kwa muonekano wake na kutenda mema kwa ombaomba na sio kuwapita. Basi naamini umejifunza kitu na umeenjoy kweli kweli. Kumbuka kuwa mwanafamilia yetu. Kama bado hujasubscribe channel yetu ya YouTube, fanya jambo la kiungwana. Bonyeza button nyekundu iliyoandikwa neno subscribe, unasubiri notification, una press kengele, hapo utakuwa umejiunganisha nasi na umekuwa wa kwanza kupata updates mbalimbali. Usisahau ucomment, kulike na kushare kwa wengine ili wapate kujifunza simulizi hizi. Ni mimi Daudi Michael Mwaluko nikikuletea simulizi hii ya polisi.